Mheshimiwa Spika, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mungu kwa ruzuku ya uhai na kutukutanisha katika bunge la 13. Namshukuru Mungu vile vile kwa hatua hii ambayo tumetoka kuishuhudia. La pili, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kishindo na Watanzania. Ushindi huo ni uthibitisho wa imani kubwa Watanzania walionayo kwake pamoja na serikali yake. Mheshimiwa Spika, katika miaka mitano Daktari Samia Suluhu Hassan amejitambulisha kuwa ni rais anayetaka matokeo ya haraka yanayotatua matatizo ya Watanzania. Amefanya hivyo wakati alipoapishwa kulikuwa na tatizo kubwa la umeme. Aliweka jitihada kubwa za kukamilisha mradi mkubwa wa bwawa la Mwalimu Nyerere na kuachilia umeme ule ambao umemaliza kabisa tatizo la kukatika kwa umeme na kuipa nchi ziada ya umeme. Alipoingia madarakani kulikuwa na tatizo la vifo vya kina mama wajawazito pamoja na watoto kutokana na upungufu wa hospitali na vituo vya afya. Katika kipindi kifupi amejenga zaidi ya hospitali 119 za wilaya, zaidi ya vituo vya afya 649 katika kata mbalimbali na zaidi ya zahanati 2800 kwa nchi nzima. Katika kipindi kifupi kulikuwa na shida ya shule pamoja na madarasa, na tulikuwa tukiona baadhi ya wanafunzi wakisomea chini ya miti. Katika kipindi kifupi amejenga shule mpya zaidi ya 2700 za msingi na amejenga zaidi ya shule 1300 za sekondari na madarasa zaidi ya 1097. Hivyo hivyo katika sekta zingine ikiwemo kununua CT scan hospitali zote za mikoa, MRI kwenye hospitali zote za kanda, pamoja na kununua mitambo ya kuchimbia maji kwenye kila mkoa na kila ukanda. Hiki ndicho kilichowafanya Watanzania wamchague kwa wingi, na nimetaja tu kwa uchache.